Naam, mtazamaji, karibu kwenye awamu nyingine ya taarifa za TV47 Matukio, hivi sasa zikiwa ni dakika za kuhesabu itimu mwendo wa saa 7 adhuhuri saa za Afrika Mashariki. Tunakufahamisha taarifa ambazo zinachipuka kutoka maeneo mbalimbali humu nchini katika kituo hiki ambacho kimekuwa kwa kasi zaidi katika kukufahamisha, kukuelimisha na vile vile kukuburudisha. Na kwetu wananiita Joashon Sare, karibu nikufahamishe taarifa ambazo zinazidi kuchipuka. Na moja kwa moja mtazamaji, kamishna wa kaunti ndogo ya Turkana ya Kati Thomas Siele amewataka wasimamizi wa mtihani kuwa makini na watainiwa wanapoendelea na mtihani wao wa kitaifa. Akizungumza wakati wa kufunguliwa kwa kituo cha mtihani katika afisi za kamishna wa kaunti ya Turkana, Siele amewataka walimu kuhakikisha kuwa wanafunzi wanafuata kanuni zilizowekwa na baraza la kitaifa la mitihani NEC. Aidha, mkurugenzi wa elimu katika kaunti ya Turkana Henry Lubanga amesema kuwa wanafunzi 48,250 wa KPSEA na KJSEA wanaendelea kufanya mtihani katika kaunti hiyo, huku watainiwa takriban 12,000 wakiendelea na mitihani hiyo katika kaunti hiyo. Hali ya usalama imeimarishwa maeneo ya Kainuk, Lorogon na Kaputir, ambapo siku za hivi majuzi kumeshuhudiwa utovu wa usalama. KPSEA 163 KPSEA. Nataka kuthibitisha kwamba mtihani yote ya leo ishapatianwa na center managers wote wamekuja na wamechukua mtihani zao. Ile kitu tu tunawauliza ni waweke masharti yote ya NEC ambayo walifundishwa, wafuatilie hiyo masharti yote ambayo waliambiwa wafanye, ndio watoto wetu wafanye mtihani. Nimewashauri pia kwamba kama kutakuwa na mtoto ambaye aliregister na alikuwa amepotea na anataka kuja kufanya mtihani, nimesema huyo mtoto afanye mtihani, vile hakuja shuleni afanye tu mtihani, kwa sababu hii ni assessment. Tuko na sehemu chache ambazo zimekuwa na utovu wa usalama, upande ule wa Aro na upande ule wa Kainuk, na huu utovu wa usalama tumehakikisha kwamba tumeleta wanafunzi pamoja wafanye mtihani kwa mahali pamoja ambapo watapewa ulinzi wa kutosha. Tuendelee kuangazia mitihani ya KPSEA na KJSEA wa mwaka huu imeng'oa nanga rasmi mapema asubuhi ya leo, huku zaidi ya watainiwa milioni 2 wakifanya mitihani hii. Waziri wa elimu Julius Migos Ogamba aliongoza ufunguzi wa tathmini ya mtihani ya KPSEA na KJSEA katika kaunti ya Kericho. Waziri Migos alitaja kuwa kwa mara ya kwanza katika historia ya mitihani nchini, NEC sasa imepiga hatua na kutumia vifuli dijitali katika kontena zote 250 zinazohifadhi mitihani hiyo. Smart digital padlocks. For the first time, NEC is piloting smart digital padlocks in 250 examination storage containers nationwide. These locks are linked to NEC Command Center, allowing real-time tracking of the exact time each container is opened and locked. During this time of examinations, all persons within an examination center, including center managers, supervisors, invigilators, security officers, and support staff, are required to surrender their mobile phones immediately upon receipt of examination materials, and these phones will be secured in designated lockers until the end of the day sessions to prevent unauthorized communication. The National Police Service will continue to oversee security for KCSE, while the other assessments, KPSEA, KJSEA, KILEA, and KIPLEA, will be managed by education officials and school managers under school-based arrangements.
Tuendelee kukutaarifu kuhusiana na mitihani ya KPSEA na KJSEA katika kaunti ya Nairobi. Katibu wa elimu ya msingi Profesa Julius Bitok aliongoza ufunguzi wa mitihani ya KPSEA na KJSEA katika shule ya msingi ya Olympic iliyoko Kibera. Bitok alitaja kuwa Wizara ya Elimu pamoja na serikali kwa ujumla iko tayari kwa mitihani hii na kuwa washikadau wote wamehamasishwa ili mtihani huu ufanyike vyema. Aidha, amelihakikishia taifa kuwa serikali imetoa fedha zote zinazohitajika ili kuendeleza mitihani hii. Kadhalika, amewasihi walimu na wasimamizi kuendesha tathmini hii kwa uadilifu. That we have released all the monies that are required to ensure that there's smooth examination administration. The government provided all the money for all the candidates, and nobody should have any excuse whatsoever why they should not be facilitated to do these examinations. For KJSEA, it is historical. It is the first time in the history of this country that our learners are sitting for this exam, which will culminate into ensuring that we have a smooth transition from junior school to senior school. Our learners are prepared. We have enough spaces in senior school, grade 10. We have 2.4 million spaces against 1.1 million learners. So we have prepared everything. So as these learners are sitting for their summative assessment this morning, they already have their 40%. What they are looking for is only 60%. And that has been the practice with KPSEA, and it will continue with KJSEA. That is the main difference between the exams we have been administering under 844 and the assessments that we are administering under the competency-based education. Tutathmini mitihani hii, na ni kwamba mitihani ya kitaifa katika shule za msingi na shule za sekondari msingi nchini zimeanza kwa utulivu katika eneo la kaskazini mashariki, ambapo watahiniwa zaidi ya 80,000 wanashiriki katika mitihani hiyo ya KPSEA na KJSEA katika vituo mbalimbali vya kufanyia mitihani. Akizungumza baada ya kusimamia mitihani katika kituo cha kamishna wa kaunti ya Garissa, mkurugenzi wa elimu wa kanda Aden Roble amewaonya wasimamizi wa vituo vya mitihani dhidi ya kuhusika katika udanganyifu wa mitihani, akisema hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Naibu kamishna wa kaunti ya Garissa Township Sebastian Okiring amewahakikishia kuwa hatua zote za usalama zimechukuliwa ili kuruhusu mitihani kufanyika kwa amani. Exams, all the preparations for the national exams are finalized. In terms of logistics, we have put in place vehicles to prepare exams to all the areas, all the centers. We also have choppers which will going to help us to prepare exams for areas which are very far apart and areas which experience security. In terms of security, all is set. All examination centers are adequately covered, and in terms of transport, all is provided for. The 11 sub-counties of Garissa County have all confirmed that their security is in place and the transport logistics is taken good care of. Huku mitihani ya KPSEA na KJSEA ikiendelea, mwanafunzi mmoja katika kaunti ya Kirinyaga anatarajiwa kufanya mtihani wake wa kitaifa akiwa hospitalini katika mazingira maalum yaliyopangwa na maafisa wa elimu wa kaunti hiyo. Mkurugenzi wa elimu wa kaunti hiyo Joshua Mwangi amesema kuwa mwanafunzi huyo wa kaunti ndogo ya Mwea Mashariki atafanya mtihani wake katika hospitali ya rufaa ya kitaifa ya Kenyatta, huku kanuni zote za mitihani zikifuatwa. Ameongeza kuwa hiki ndicho kisa cha kipekee katika kaunti nzima
yenye jumla ya wanafunzi ya watainiwa kunradhi zaidi ya 11,000 wa KPSEA na wengine 11,600 wa KJSEA, huku akisisitiza kuwa mipango ya usafiri kwa vituo vyote 313 vya KPSEA na 260 vya KJSEA imekamilika. We have one hardship case in Moya East. The candidate is in Kenyatta Hospital, but the examination arrangements have already been done. We have issued the examination or the assessment papers to all our schools in Kirinyaga Central, and we have organized very well, including transport. The transport is well organized. My main role in the exam is provision of supervisors and invigilators to man the exam, just to assure that all centers are adequately staffed. We have enough supervisors and we have enough invigilators. As we are all aware, we are using primary school teachers, and we have ensured that all schools, both private and public, have adequate supervisors. We don't have a challenge in that area. We are here today because we are managing the exams. The area is calm and we don't have any major security concerns. The environment is conducive for exam management. Tusalie katika masuala hayo ya mitihani, na ni kwamba maafisa wa elimu katika kaunti ya Tana River wamewahakikishia wakazi kwa usimamizi wa tathmini za kitaifa zinazoendelea zitakuwa za utulivu bila changamoto zozote, wakisisitiza kuwa maandalizi yote muhimu yamekamilika ili kuhakikisha wanafunzi ama watainiwa wanafanya mitihani yao katika mazingira walioyazoea na salama. Kulingana na naibu kamishna wa kaunti hiyo David Mutua, hakuna hatua maalum za kiusalama zitakazowekwa kwa mitihani ya shule za msingi na sekondari msingi, akifafanua kuwa mitihani ya KJSEA na KPSEA inalenga kutathmini maendeleo ya kujifunza, hivyo itahitaji ulinzi wa polisi kama ilivyo kwa mitihani mingine ya kitaifa. Mutua kuwa wanafunzi wanapewa nafasi ya kufanya mitihani hiyo bila vikwazo, kwa kuwa lengo kuu ni kupima ujuzi, ufahamu na safari yao ya elimu. At the moment we do not have any urgent case. We do not have any candidate who is doing the exam from the hospital. Basically, unlike the KCPE, the new curriculum is essentially about assessment, continuous assessment, and it doesn't because it's like the normal schooling. It doesn't warrant security deployment. So the students are doing the exams in the same environment that they have been learning. Yes. But for the KCSE, we are providing security, 2 security officers for each center. Mtazamaji, kesi inayokabili washukiwa 6 raia wa Iran waliokamatwa na shehena ya dawa za kulevya Mombasa itatajwa kesho Jumanne. Washukiwa hao wamefikishwa mahakamani mapema leo kabla ya mahakama kuamuru wazuiliwe katika kituo cha polisi cha Port. Washukiwa hao, mtazamaji, walikamatwa walipokuwa wakisafirisha dawa zinazodaiwa kuwa za zaidi ya shilingi bilioni 8. So they just want naan? Naan is curry. Okay. Tell them when you go to Rome, you do what the Romans do. Yes. Bread is bread anywhere. It's made out of wheat. Yes. Sometimes out of rice. Yeah.
Okay. Let us verify your documentation. And then tomorrow you come back. Please have all the documents that are required to be able to qualify you as a person who can be able to interpret for us. Yes, my honor. The essence is to ensure that they are following the proceedings and that we are also understanding what it is that they are saying, so that there is no bias. Yes. Right. Okay, so we'll mention the matter tomorrow so that we can verify your documentation. Yes. And for the court administrator to be able to source an Iranian Balochi interpreter. Tuangazie mengine kwenye ulingo wa kisiasa, na ni kwamba waziri wa vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya amedai kuwa yeye ndiye anayestahili kurithi uongozi wa chama cha ODM baada ya kifo cha kinara wa ODM hayati Raila Odinga, akisisitiza kuwa amekuwa naibu wake kwa miaka mingi. Oparanya aliyekuwa ameandamana na wabunge wa chama hicho alipokutana na wanachama wa ODM kutoka eneo bunge la Malava amesisitiza kuwa ana uzoefu na uwezo wa kuongoza ODM. Katika kikao hicho, Oparanya na viongozi wengine walimpigia debe David Ndakwa wa chama cha UDA kwa mgombea anayefaa kuchaguliwa kama mbunge wa eneo bunge la Malava. Raila Amolo Odinga alikuwa kiongozi wetu, ametuacha. Mimi nimekuwa naibu wake kwa miaka 13 kama deputy. Ni kama baba ameenda, nana amepaki. Sasa wewe ukiwa baba ya watu unaweza kuja hapa upakue? Mimi nimekuja kwa kila mtu wa Mukienda kule mashinani muambie Oparanya amekuja kwa mambo ya ODM watu Raila ameenda, ametuacha mahali paka tumupe ile heshima, kwa sababu mimi singekuwa hapa kama si broad based. Na nyinyi sasa uamuzi ni wenu. Oparanya aendelee kuwa broad based au atoke. Sisi tutajihaibisha, tuanze kutangatanga. Sasa hivi usiokope. Uko kwa mkutano ya ODM, tuko kwa broad based. Vaa kofia ya ODM because tuko broad based. Kama una shati unapima, weka hapa orange, hapa yellow, hapa nini, we have no problem. Tunataka msituaibishe. Tunataka mfuate mambo ya serikali. Saa hii president anakuja Malava, anakuja kufungua hiyo barabara yenye namsumbua. Sasa kama hatumpatii candidate, tuendelea vizuri kweli? Tuangazie mengine. Jaji mkuu wa zamani David Maraga, na ambaye pia ni mwaniaji wa kiti cha urais kwa tikiti ya chama cha mazingira Green Party, amekutana na viongozi wanawake wa chama hicho mjini Naivasha, kaunti ya Nakuru, kupigia upato mustakabali wa taifa na mwelekeo wa chama hicho. Mwandishi wetu yumo kwenye kikao hicho na jaji huyo wa zamani, na tunaungana naye kwa muktasari wa yanayoendelea. Naam, asante sana mwenzangu Josh Onsare. Bila shaka tunaye kiongozi hapa ambaye alikuwa jaji mkuu hivi majuzi tu, na katika tajriba hii anasema anao uwezo wa kuliongoza taifa. Nyuma yangu niko na kikosi kizima cha kinadada viongozi katika maeneo tofauti hapa nchini, ambaye bila shaka wako katika hatua za kuweza kutathmini ipi njia bora ya kuweza kuuza chama hiki katika maeneo ya mashinani, na agalabu kuangalia hali ilivyo hapa nchini. Na pasi na kupoteza muda, karibu sana jaji mkuu wa awali, utueleze sababu ya ile tuko hapa ndio gani? Asanteni sana K24 TV47 kwa nafasi hii ya kuzungumza na nyinyi. Tuko hapa vile mnaona mama ambao wako nyuma yetu,
Hawa ni mama wa UGM, United Green Movement Party, kutoka county 33 ambao wamekuja hapa tusungumuzie mambo ya chama na tuendelee na mafundisho ya chama inasimamia nini, ile tunaita green philosophy inasimamia nini, na tujifunze. Ndio sababu imekuja hapa na tuko hapa kwa siku mbili. Bila shaka kuna mengi tu ambayo yamekuwa yakiendelea hapa nchini. Mustakabali wa kitaifa kwa sasa kutokana na mtazamo wa chama ni upi? Na ipi njia bora ambayo unaahidi wa Kenya wataweza kupata uongozi kutoka kwako? Kenya vile kwa Kenya tunajua, tunaona vile mambo inaendelea. Watoto wetu wako shule, universities, walimu wanagoma, lecturers wanagoma. Kwa sababu gani? Hawajalipwa ile mshahara kulingana na CBA yao. The government owes them more than 7.9 billion ndio wanahitaji, na inaonekana hakuna suluhisho ambao linakuja, na watoto wanaendelea kukaa nyumbani na wasomi. And you know, hiyo delay, you can easily lose our whole generation. Our generation of young people without going to school. So it's something extremely worrying. I mean, tunaona SHA is not functioning. People are suffering na hakuna kitu inaendelea. Juzi tuliona data zetu na ndugu zetu wanakuja walikuwa kwa hata kwa magazeti, wale ambao wako na makesi ya kansa. Ni nini tuliwaambia? Ni kama kuwaambia kwenda nyumbani muongoje mkufe, sababu hakuna kitu inafanywa kwao. How inhuman can we be? That is extremely worrying. Those are among the things that are really disturbing. Of course, you have been a president of the Supreme Court. Now you want to take the apex presidency of this country. How different are you going to be vis-a-vis the leadership incumbent and that has been there? Yes, I want to offer servant leadership. I want to implement the constitution fully. I want to deal with corruption head on. Corruption ndio imechukua pesa nyingi ya serikali na inasababisha sasa serikali kutokuwa na pesa ya kufanya maendeleo. Tukiangalia hiyo tuhakikishe ya kwamba hakuna pesa ya serikali inapotea. Hii Kenya ni nchi tajiri. Tutajimudu. Labda nikimalizia, ni kipi ambacho ni donda ndugu ama sugu zaidi hapa nchini? Labda utasema mambo ya corruption. Sijui ni kipi hicho ambacho ni kile kidonda ambacho kinafaa kuponywa na dawa hii? Kile kidonda ambao iko huko ni kwamba the political leadership has no political will to deal with corruption, and that's what I'm going to bring. Nashukuru sana kwa muda wako, naelezo muda wangu umekwisha. Josh Onsare, hapo umemsikia rais wa mahakama ya upeo hapa nchini David Maraga akisimulia, akipewa usukani ni kipi ambacho ataweza kufanya kwa uadilifu na Wakenya wataweza kuenzi utawala wake aghalabu kwa wakati mmoja tu endapo atapewa nafasi hiyo. Hii ni taarifa ambayo tunaipigia upatu kutoka upande huu wa Naivasha, na baadaye katika media saa 1 na saa 3 tutakuwa tukiangazia taarifa hii kwa mapana na marefu. Kwa sasa majembe kwako mwenzangu Josh Onsare. Naam, shukran sana mwandishi wetu Willy Dennis Njiru ukizungumza na aliyekuwa jaji mkuu David Maraga kutoka eneo la Naivasha kwenye mkutano na wanachama wa chama cha UGM wakizungumzia mikakati ya uongozi wa taifa hili. Tuangazie mengine kama njia mojawapo ya kuongeza zao la kilimo cha mchele. Shirika la utafiti KALRO wakishirikiana na Kopia wameanzisha mradi wa kuwapa wakulima mafunzo na mbegu ili kuongeza zao la mpunga katika kaunti za Pwani. Julius Mariki na ukamilifu wa taarifa hii.
Kulingana na watafiti wa kilimo hasa shirika la KALRO pamoja na KUPPIA, wanasema kwamba kaunti za Pwani ikiwemo kaunti ya Taita Taveta, Kwale na Kilifi zina uwezo mkubwa wa kuzalisha mchele, ila changamoto ya hali ya anga na vile wakulima kutojihusisha katika kilimo cha sasa kunachangia kwao kupata changamoto za kuzalisha mchele huo. Na sasa wito unatolewa kwa serikali kusaidia katika vifaa vya kilimo na mbinu mbadala za kilimo cha sasa. Tupate baadhi ya kauli. Sasa tunataka mashine, hatuna mashine. Twatwanga vile tunaumia mikono. Hata saa nyingine tutaumia kifua. Tuwa shambani tena watwanga mwenyewe. Hiyo pia ni shida. Ni shida kuvuna waka hapo kwenye jua kama hivi. Huna nini cha kuzibia huku kwenye kichwa. Unavuna na jua lako, mvua ikianza, haya na mvua yako utaona hii mikono haifanyi kazi. Sasa itusaidie kuliko kuvuna, tupate majaketi ya kujistiri kwenye mvua, ya kujisaidia na mvua, tupate yani usaidizi kama kuna vile vitinga vidogodogo, kama sehemu nyingine unasaidiwa vitinga vidogodogo vya kuvunia ule mpunga. The first place for rice to be produced was the coastal region in 1907. In Mwea, it went there at around 1958 because of the detention camp at Katigiriri. Today, Mwea is far much ahead of coastal region in terms of productivity per unit area and even the growth in the rice value chain. But the irony is, Taveta, if the potential for rice production in Taveta is exploited, Taveta alone has the potential to produce more rice than Mwea and Ahero combined. Tetea mbegu Komboka inafanya vizuri kuliko Sigae, maana inazaa kwa wingi, sio kama ile yetu inazaa kwa pamoja na inakauka kwa pamoja, kuliko hiyo mbegu yetu ya Sigae ambayo hata sasa ukiangalia nyingine ndio zinaanza kutoa maua, nyingine ndio zinaanza kukauka, ndio zinatia maziwa. Kwa hivyo inakaa kwa muda mrefu hiyo mbegu yetu kuliko hii ambayo inachukua muda mfupi sana. So we installed demonstration plant in 3 counties, Kilifi, Carolina, Kwale, Banga, and Taita Taveta. So we installed our good agricultural practice as compared to farmers' practice. So we input our new technology so it can improve not only the rice cultivation technology but also the rice yield. Na ni baadhi ya kauli zao kuhusiana na swala hili la kilimo cha mchele katika eneo la Pwani. Nikiripotia TV47, mimi ni Julius Mariki. Wawekezaji kwenye sekta ya uchimbaji wa migodi katika eneo bunge la Nyatike, kaunti ya Migori, sasa wameraiwa kuangazia uboreshaji wa maisha ya wakazi wa maeneo ya uchimbaji wa dhahabu. Ombi hili limetolewa na wanakijiji cha Osiri Matanda ambao wamelaumu wawekezaji ambao wanasema kuwa wamekuwa wakiwakandamiza kimaendeleo. Kulingana na William Odil ambaye amekuwa akichimba migodi kwa miaka 10 sasa, wawekezaji wengi wamekuwa wakikaidi ahadi yao kwa wananchi ya kuwachimbia visima vya maji, kuwalipia bima ya afya na kuboresha mazingira ya masomo kupitia ujenzi wa madarasa. Kwa mtu mkubwa mpaka sasa. Na tangu hiyo jadi mpaka wazungu watoke hapa, sisi ndio tumeishi na ufakara, kwa sababu hao wanapopot kwa investors wanakuja wanachukua gold yetu, wanaenda wanatuacha tu hivyo hivyo. Chemicals zile mbaya wanatumia inawacha kama inaua ng'ombe zetu, inaua watu wetu. Watu wetu mkono yao hata imekatika juu ya chemicals. Na sasa wengine pia wamekuja hapa wanapopot kwamba they are wako ni investors. Hakuna kitu wametufanyia kama community hapa. Wamekuja wanachukua gold yetu wanaenda, sisi wametuacha hivyo. Nataka kukuja wa investor hapa, lazima atufanyie venye Ukecha ametufanyia. Sio kutudanganya ati tutawafanyia hivi alafu wanatuacha hivyo. Kulikuwa wezi himizo yangu la kwamba mdhamini yeyote anapokuja Nyatike, jambo la kwanza ni uhai, na uhai ni maji.
ahakikishe kwamba maji tumeipata. Naam, mtazamaji, taarifa hiyo ndo ambayo inatupeleka kwenye mapumziko mafupi. Tunarejea na taarifa zaidi, endelea kuwa nasi. No more excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Ouma every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrach only on TV47. Looking for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, one tear gas. Betty, I don't know where this guy's going. From the latest news and trends to unforgettable moments. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Theological, meteorologist, what is that word, Willis? Tune in this and every Friday at 9 p.m. and let's make your Fridays unforgettable. Only on TV47. Karibu tena mtazamaji, tuzidi kukutaarifu taarifa hizi za TV47 matukio awamu ya saa 7. Tukiendelea kukutaarifu ni kwamba siku chache baada ya Rais William Ruto kutia sahini sheria mpya ya udhibiti wa matumizi ya mitandao nchini, baadhi ya viongozi sasa wamejitokeza na kuiunga mkono sheria hiyo, wanayodai itasaidia kupunguza matumizi mabaya ya mitandao nchini. Mwakilishi wa kike kaunti ya Trans Nzoia, Lilian Siyoi, amesema utekelezaji wa sheria hiyo utasaidia pakubwa kuwadhibiti wale wote wenye nia mbaya, na hivyo watumiaji wa mitandao wametakiwa kuwa makini kabla ya kuchapisha taarifa au picha yoyote kwenye mitandao. Mbunge wa Emuru wa Dikeri, Joanna Ngeno, amesema pia kuna haja sauti za vijana kusikilizwa ili kutoa nafasi kwa kila mmoja kushiriki kwenye ujenzi wa taifa. Hawa vijana vile wanaimba vizuri, kuna mtu anaweza maliza talent yake na propaganda kwa social media within 1 minute. Si mnajua hivyo? Within 1 minute unafanya nini? Saa hii mtu anaweza chukua sura yangu, anatoa mwili, anachukua ya huyu kijana anaweka, ama anachukua yeye anaweka na mimi hapa, na anavunja nyumba yangu. Sasa si ndio maneno tunasema hatutaki watu waingilie agenda za watu, si ndio? Wewe ukienda kuweka kwa social media kitu ile ambayo hauwezi kudhibiti kama ni ukweli ama uongo, utozwe fine ama ufungwe. Hatutaki watu kuharibu maneno na uchochezi kwanza ya siasa, si ndio? Kwa hivyo that is why the president signed that bill, kwa sababu we want to safeguard our privacy. Lazima pia tutengee majenzi wetu nafasi yao in our society. That is why we want to promote all those who are entertaining our Gen Z ndio wasibaki nyuma.
Kwingineko, mbunge wa eneo bunge la Gishugu katika kaunti ya Kirinyaga, Gishimo Githinji, amewataka wakazi wa kaunti ya Kirinyaga kutumia fursa za uwezeshaji zinazotolewa na serikali badala ya kujitosa mapema katika siasa za uchaguzi ujao. Akizungumza katika hafla ya kutoa hundi kwa vijana, Gishimo alisema kuwa serikali imeanzisha miradi mbalimbali ya kifedha ikiwemo Uwezo Fund na mpango mpya wa Nyota kwa lengo la kuinua wananchi kiuchumi. Amesema kuwa tayari shilingi milioni 40 za Uwezo Fund zimewanufaisha wakazi wa Gishugu. Alisisitiza kuwa zaidi ya vikundi 20 vya kinamama na vijana vilipokea shilingi milioni 2.9 ili kukuza biashara, ujasiriamali na kujitegemea kiuchumi. Watu wa Gishugu wameweza kunufaika na zaidi ya shilingi milioni 40. Over 40 million imeingia mashinani, na tunatarajia kwamba groups wale wamepewa wataendelea kulipa. Nimefurahi sana kwa sababu groups wenye groups zote wamekuja na wakachukua hundi zao, na ndiposa waweze kwenda kufanya kazi na hizi pesa. Na hizi pesa vile wanajua na wamefunzwa, si pesa za kwenda kutumia ovyo ovyo ama kukula, ni pesa za kwenda kuwekesha katika njia tofauti ya table banking ama njia yoyote ya kuleta pesa, ndio waweze kunufaika na ile faida watapata. Kuna ile component ya on the job experience ambapo tuna target wale vijana ambao wakupata nafasi ya kujumuika na shule ya upili ama technical colleges, ambapo watapatiwa sponsorship na World Bank, wapate kutrainiwa na master craftsmen. Nimekuja hapa kwa niaba ya kikundi ya Wibange Women Group. Tumekuja hapa na tumeitwa pesa ya Uwezo Fund. Kwa upande wetu tutaona upande wa kikundi yetu tumeona tutasaidika juu ni mara yetu ya kwanza kupata hizi pesa. Mahakama Kuu ya Mombasa inazidi kusikiza kesi kati ya wanaume wawili na mwanamke mmoja waliomtaja kama mama yao wa kambo, wanayedai amewazuia kupata urithi wa thamani ya mabilioni kutoka kwa mwanaume aliyeaga dunia ambaye wanashikilia alikuwa baba yao. Kesi hii ilianza pindi tu baada ya mazishi ya mwanabiashara Bernard Aguko ambaye Felix Odhiambo na Vincent Otieno wanadai kuwa baba yao na naibu mkurugenzi wa mamlaka ya usajili nchini alifika mbele ya hakimu Gregory Mutai kudhibitisha stakabadhi za usajili wa vitambulisho vya wawili hao. Mahakama iliamuru walalamishi kufanya vipimo kati yao na familia ya wanayedai ili kubaini kuwa iwapo Bernard Aguko ndiye baba yao. Kesi hiyo inatarajiwa kutajwa tena Januari tarehe 22 mwaka ujao kwa maelekezo zaidi. What I'm asking you, uko na ushahidi yoyote independent baba akiwa hai kuonyesha kwamba huyo alikuwa baba yako? They claim that is actually when they claim to be my husband's children. Up to this point, are you still uncertain about their parentage with respect to your husband? I don't think they're my husband's sons. What I'm asking you, uko na ushahidi yoyote independent baba akiwa hai kuonyesha kwamba huyo alikuwa baba yako? Maonyesho ya afya duniani yaliyofanyika kaunti ya Nairobi yameingia katika siku yake ya mwisho. Jukwaa hili limewaleta pamoja wataalamu wa afya na viongozi wa sekta ya afya ili kujadili ubunifu, ushirikiano na sera zinazolenga kuboresha mifumo ya afya barani Afrika. Maonyesho haya ambayo yamefanyika kwa siku 3 yalileta ushirikiano utakaosaidia kuboresha huduma za afya, na kwa sasa macho yote yameelekezwa kwenye afya ili kutekeleza na kuweza kuhakikisha wale utekelezaji wa mawazo na ushirikiano ulioundwa upya. Okay, so the show's been running for over 15 years. We bring together
general healthcare companies, laboratory companies from across the world, manufacturers looking to meet distributors in Kenya to help them break into the Kenyan market. They're looking to meet with hospitals, local governments, looking to meet healthcare facilities here in Kenya. Okay, so the show's been running for over 15 years. We bring together general healthcare companies, laboratory companies from across the world, manufacturers looking to meet distributors in Kenya to help them break into the Kenyan market. They're looking to meet with hospitals, local governments, looking to meet. Mtazamaji, wafanya biashara katika soko la Gakoromone, kaunti ya Meru, wameeleza hofu kubwa kuhusu uvujaji wa mara kwa mara wa maji taka ambapo sasa yanamwagika na kuelekea katika mto Kathita na hivyo kusababisha hatari kubwa ya kiafya na kimazingira sokoni humo. Wakazi wanasema maji chafu hayo yamekuwa yakifurika kila mara yakipita karibu na maduka, vibanda vya biashara na hatimaye kumwaga uchafu wote katika mto huo unaotegemewa na wengi kwa matumizi ya kila siku. Wengine wamesema kuwa licha ya kutoa taarifa mara kadhaa, hakuna lolote ambalo limefanyika. Na usiku unakuta imejaa hapa mpaka kwa barabara. Alafu sio inaenda kwa pipe za maji, zinaingia pipe za maji, watu wana hiyo maji watu wanatumia, alafu inaenda kwa mto. Sasa niulize hii sewage kabla watafute njia nyingine ya kupeleka sewage wanapeleka kwa mto. Hii sewage inatokea hapa ndio ina flow, inateremka kwa ile mito iko chini, inasikana na Kathita, inasikana mito ingine inaenda mpaka Tharaka na kuendelea hivyo. Kwa hivyo wale watu wako chini wanakunywa sewage kabisa. Hii si hata imetritiwa, hii ni kitu kikunywa inaonjeka saa hii. Ukiangalia hata unaona imechoma nyasi. Unaona inachoma nyasi. Hii kitu ikiingia kwa mwili inakuaffect. Angalia hata uchafu vile umejawa kila mahali na sewage. Sasa sisi itakuwa namna gani? Mpaka kwanza usafi usimame, alafu sasa ndio mambo ya sete hii ndio ikuje. Tuangazie katibu katika Wizara ya Afya Mary Muthoni ametoa tahadhari kali kuhusu ulaji wa nyama ambayo haijakaguliwa na wahudumu wa afya. Muthoni amesema kuwa wakati huu wa sherehe za Krismasi, Wakenya wengi husahau kuzingatia kanuni za kiafya, jambo linalochangia kuenezwa kwa magonjwa. Akizungumza na wanahabari, katibu huyo amesema kuwa wahudumu wa afya kutoka serikali kuu na za kaunti wanashirikiana kuhakikisha nyama yote inakaguliwa ipasavyo na kuidhinishwa. Amewaonya wahudumu wa afya wanaopokea rushwa na kupuuza kanuni za afya, akisisitiza kuwa serikali itahakikisha ama haitavumilia uzembe wa aina yoyote. I want to send a warning. Let us not eat uninspected meat during this period. Usiende kwako unakuta kuku inafifia, unasema wacha nichukue hii kabla ikufe. Ilishakufa. Usiende kwako ukakuta ng'ombe iko karibu kuanguka, unasema iko tu sawa, wacha tuangalie, wacha tuonje. Hatutaki hospitali zijae this season. Please send this message, and I want to ask all the public health officers, kama kunao hapa, ingieni kazi. Drugs and substance use ni kitu imetuathiri sana, aswa wale watu tunakaa kwa kambi, wale watu wanakaa kwa estates, kwa sababu the new nicotine products that are in the market. Shughuli katika ofisi ya Posta Embu zilikuwa leo baada ya wafanyikazi kugoma wakidai walipwe mara moja malimbikizi ya mishahara ya miezi mitano. Wafanyakazi hao waliokuwa wamejawa na ghadhabu walimshtumu mwajiri wao na kuapa kutorejea kazini hadi serikali itakapotimiza matakwa yao ya kifedha kikamilifu.
Mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi wa tawi la wafanyakazi eneo hilo Joseph Ruanjau aliongoza maandamano hayo na kulaani serikali kwa kushindwa kushughulikia matatizo ya wafanyakazi wake. Kwa sasa mgomo huu umeendelea kulemaza huduma za posta katika eneo la Embu. Tumefinyika kabisa. Na saa watoto wadogo wana watoto, wana manyumba ya kulipa, wamefinyika. Ndio tunaomba na tunatitiza ya kwamba mishahara ya miezi 5 tupatiwe. Kwa sababu tunahitaji to cater for our needs, daily needs. We are not going to open the offices. We are not going to work until we are paid. These staff have a lot of experiences staying for 5 months without pay. And we are also calling upon the Minister for ICT to come and the PS also to intervene in the payment of the Unduma money. That money we are told was approved 3 months ago and up to now it has never come. Hakuna mshahara, hakuna kazi. If we don't get paid our dues, we will not go to work. Na hatutaki story ya memo kesho kutwa next week, hapana. Serikali ya kaunti ya West Pokot kupitia idara ya kilimo imevisaidia vyama 19 vya ushirika vya wakulima wadogo kwa kuwapatia jumla ya shilingi milioni 19 ili kuongeza uzalishaji wao na kuhakikisha wanakidhi mahitaji ya soko kwa wakati na kwa bidhaa za kudumu. Maluse Meshak anaarifu. Gavana wa West Pokot Simon Kachapin amewapongeza wakulima hao akisema kuwa vyama hivyo vya ushirika ni chachu ya maendeleo kwa wakulima wa mashinani na kwamba vimeonyesha mifano bora katika mifumo ya uzalishaji wa chakula. Na ile kitu imenifurahisha ni kwamba kikundi kama hii ya Karas ambaye iko na watu 75 wanajifunza pamoja na wanapeleka kuku yao kwa soko moja. Gavana Kachapin amesema kila kikundi kati ya hivyo 19 kitapokea shilingi milioni 1, jambo litakalowezesha mtiririko mzuri wa mtaji miongoni mwa wanachama na ufuatiliaji wa maendeleo yao katika ngazi za vijijini. Kama kaunti sisi tumesema tuwasaidie, na leo tunawapatia kundi ya milioni 19 million. Kila group itapata milioni 1. Hata hivyo amewahimiza wakulima kujiunga katika makundi ili kunufaika na huduma za serikali, akibainisha kuwa wengi wamepata mafunzo ya ujuzi na ujenzi wa uwezo, hali inayowezesha kujihusisha na biashara bora za kilimo cha kisasa. Saidia kwa sababu mkijiregister inakuwa rahisi serikali kutambua nyinyi. Kwa sababu mtu binafsi peke yake si rahisi unless uende uchukue loan. David Chemale, miongoni mwa wakulima walionufaika na msaada wa kaunti, amesema chama chao cha ushirika kimekuwa chanzo cha ajira badala na kimewezesha kupata masoko ya pamoja kwa mazao yao, huku wakijikita zaidi katika ufugaji wa kuku ambapo kila mkulima hupewa kuku 100. Ili tukainue jamii yetu. Tunajua saizi kazi imekuwa ngumu na sisi tuliona wacha tu create kazi. Kwa sababu viongozi wetu wa kaunti wetu wamepewa kipaumbele cooperatives, na tunashukuru hawa sana kwa sababu wameajiri wamama, vijana, wazee ili tuweze kuendelea katika jamii. Mradi huu unajulikana kama Food Systems Resilience, unalenga kuongeza uwezo wa kukabiliana na changamoto za ukosefu wa chakula katika kaunti ya West Pokot. So kwa hii kazi ambaye tunafanya nyumbani, tunashukuru sana gavana wetu hasa ofisi ya county ambaye wametuwezesha, wametuinua. Maluse Meshak, TV 47.
Na shukran Mwaluse Mesha kwa taarifa hiyo. Vuguvugu la muungano wa jamii za wafugaji katika kaunti ya Taita Taveta limemuidhinisha na kumtawaza Ahmed Hussein Gure kwa mwenyekiti wa baraza kuu la wazee wa jamii hiyo katika hafla iliyoandaliwa katika ukumbi wa Mwatate CDF. Hafla hiyo ilishuhudia mamia ya wanachama wa muungano huo wakitangamana kutoka sehemu mbalimbali za kaunti hiyo. Julius Mariki na ukamilifu wa taarifa hii kutoka Taita Taveta. Jamii ya wafugaji kwenye kaunti ya Taita Taveta wameweza kuzindua na kuweza kutawaza baraza kuu la wazee wa jamii hiyo kwenye kaunti ya Taita Taveta kwenye hafla ambayo iliweza kufanyika katika eneo bunge la Mwatate. Tupate baadhi ya kauli za viongozi hawa pamoja na baadhi ya viongozi ambao waliweza kuhudhuria hafla hii. Asanteni sana kwa kunipatia jukumu la kuweza kuongoza. Wakiwa na matatizo yote, wakiwa na mambo yote pale ndani, mimi ndo nasimama nao mstari wa mbele kuweza kuwasaidia. Na mimi nataka niwahakikishie kitu kimoja. Nikisimama hapa kama Azar, nyinyi mlamka na kunipatia nafasi ili tuweze kusaidiana pale mbele. Na huu umoja nimekuwa nikiwaambia twendeni na umoja, tusirudi nyuma. Na hatutarudi nyuma. Hatutarudi nyuma kabisa. Tumeambiwa hapa watu wachukue kura. Si namna hiyo? Kwa hivyo ninaomba ndugu zangu wana Cushites, hii safari tumeianza ya kutembea pamoja na serikali ya William Samoei Ruto. Hebu tushikane mkono tuitembee pamoja. Taita na Taveta sote. Ili basi kwa miaka hii iko mbele, miaka hii 7 imebaki, tuweze kupata maendeleo, Taita na Taveta ibadilike. Tumekaa tukaona kwa kila mtu kivyake si vizuri, ili tukaweza kujumuika, tujuane, to empower each other. Napenda kushukuru hao wazee kwa kutambua kina mama, uwepo wa kina mama na wasichana. Tunaelekea mahali tushikane ndio tuweze kuwa na umoja. Manake tunaamini utengano ni dhaifu na umoja ni nguvu. Tutajifundisha mengi kuhusiana na tamaduni zetu, mila zetu, pamoja na tutapata ufahamu mwingi kuhusiana na umoja wetu. Kwa hiyo ni furaha yangu kama vijana, na siku zote tunasema vijana akufae kwa dhiki ndio rafiki, na chama ya Taita Taveta Cushites Council of Elders ni rafiki yetu na tunaienzi na tutazidi kutembea pamoja na wao kwa sababu tumeona wana mambo mazuri, wanajadili masuala ya elimu, wanajadili masuala ya sisi vijana kupata kazi. Kwa hiyo ni jambo la kupongeza na sisi tuko nyuma yao, na binafsi niko kama hapo kuwakilisha vijana wenzangu. As a chairman of Taita Taveta Cushites Council of Elders, I wish to express our deep commitment to maintaining peace, unity and stability in our beloved county and beyond. The Taita Taveta Cushites Council of Elders stands as a pillar of wisdom and moral guidance, a bridge between generations, communities, and leadership. Our role is to nurture understanding, prevent conflict, and promote harmony among all residents, regardless of background or affiliation. Na ni baadhi ya kauli zao, huku mbunge wa Mwatate Peter Shaki akiweza kuwarai pamoja na wakazi wa kaunti hii kwa jumla kuweza kuungana naye katika kuunga mkono serikali ya William Ruto. Nikiripotia TV47, mimi ni Julius Mariki, Mwakibo. Na mtazamaji, sasa tuzamie taarifa za michezo. Miamba wa soka nchini Uingereza Arsenal waliandikisha ushindi wa bao 1-0 dhidi ya upinzani wao excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Ouma every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrach only on TV47.
Looking for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, one tear gas. Betty, I don't know where this guy's going. From the latest news and trends to unforgettable moments. Wewe ni simpa. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Meteorologist, what is that word, Willis? Tune in this and every Friday at 9 p.m. and let's make your Fridays unforgettable. Only on TV47. Enjoy uninterrupted live streaming of your favorite programs on TV47 and Radio 47 on the go with our new mobile-friendly website. Experience the future of broadcasting. Visit www.tv47.digital or scan this QR code and stream your way to endless news and entertainment. Welcome to the home of untold stories. ya kandanda nchini Kenya, Nairobi United ilionyesha ubabe wao kwa kuandikisha historia kwa kufuzu hatua ya makundi ya kombe la shirikisho la soka barani Afrika CAF. Nairobi United inaibuka kama timu ya pili katika historia ya Kenya baada ya Gor Mahia kufuzu michuano hii ya kimataifa. Haya yanajiri baada ya kikosi hiki cha Nicholas Muyoti kuibwaga timu ya Tunisia ya Es Sahil mabao 7-6 kupitia mikwaju ya penalti katika mchuano wa kufuzu uliosakatwa jijini Tunis. ويسجل 1-1. عندي مواجهة كيفن أوتيور ناجح. فرجاني ينجح جول، ينجح نازح. أوبونتو سجلها. أوبونتو طلع لا علينا، المهم يضيعها. 11 12 15 16 17 18 ضيعها. هو 17 ماركاها 17 ليتواصل الموضوع بوحده. ركلة بركلة. فادي بن شوك. ينجح فادي بن شوك. أيوة أعصاب. شوف الجماهير ده. أوكبو سيدريك أوكبو ضيعها. أوكبو أوديور ينجح. والفريق الكيني ينتصر 7-6 في الركلات الترجيحية على نجم الرياضي الساحلي. على كل حال هكذا نصل إلى نهاية تغطية هذه المباراة إياب الدورة التمهيدية الثاني مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. الفريق الكيني يعبر وحظ أوفر النجم الرياضي الساحلي. نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة. تصبحون على خير. Na mtazamaji, kufikia hapo ndipo nahitimisha taarifa hizi za TV47 Matukio. Imekuwa furaha na shani kuwa nawe, kukutaarifu na vile vile kuwa na mjadala kuhusiana na masuala ya afya. Shukrani za dhati kwa wakati wote
kwa kutegea na vile kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kwenye Facebook TV47 Digital, akaunti yetu ya X TV47 Digital, na kwenye matangazo yetu ambayo tunakupeperushia mubashara kupitia akaunti yetu ya YouTube. Kufikia hapo ndipo nahitimisha taarifa zaidi. Utakuwa unazipata mwendo wa saa 10, saa 1 na vile saa 3. Anakwetu ananiita Joashon Sare na kutakia utazamaji mwema na vile mchana mwema. Kwaheri kwa sasa.